Dunia episode ya 20 imekuja na balaa lake mjini. Kama unavyoona hapa, Manyanya ameona kabisa bora amwambie Laila ukweli kwamba bwana, yani yeye sio mpumbavu kuweza kumkataa, na yeye hana matatizo ya nguvu za kiume. Ndio sababu labda inayopelekea yeye aweze kumkataa. Sababu ambayo inampelekea Manyanya aweze kumkataa Laila ni kwamba anahofia hali yake ya usalama. Anahofia pia akipenda jinsi anavyokuwa, kwa sababu yeye Manyanya sio playboy. Anaamini kwamba ni mwanaume ambaye akipenda yeye anapenda kweli kweli na si kama wanaume wengine, na anajua kabisa kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ni mke wa mtu tayari ni afu direct kabisa unaingia kwenye mahusiano na mke wa mtu na unatokea kumpenda kweli, basi ni kama vile ameweza kununua ugomvi au vita. Ni kitu ambacho kitakuwa kigumu kuweza kuepukika, kwa sababu mwanaume ambaye tunamfahamu ni Kawina. Afu Manyanya naye mwenyewe ajitambua kwamba akishapenda anakuwa namna gani, kwa maana kwamba atashindwa kuficha hisia zake, atashindwa kufanya kazi, atashindwa kuwa pamoja na Kawina, mtu ambaye amemsogeza karibu, akimwamini kwamba ni mtu mwema, kitu ambacho Laila alibaki akiduaa kutegemea kitu kama hicho kutoka kwa Manyanya. Lakini ishara ambazo zinatuonyesha kwamba kuna muda ambapo Laila anaonekana ni mwanamke ambaye asikata tamaa, ni alisikia lakini kuelewa ni hajaelewa, ni kwamba anaonekana ni ataendelea tena mpango wake ule, kwani Laila tayari yeye mwenyewe amesha fall in love kwa Manyanya muda mrefu sana. Kwa ni kitu ambacho kitakuwa kigumu kuweza kuacha, kwa sababu hata Laila mwenyewe alizungumza kwa kinywa chake akamwambia Manyanya, nimekusikia lakini imekuwa too late, umechelewa. Kwani ungeniambia tangu mwanzo pengine ningeweza nikajua namna kufanya, lakini mpaka sasa umeshachelewa, hilo halitawezekana. Kwa maana kwamba njia pekee ambayo itaweza kumnusuru Manyanya katika kuingia katika mtego huo ni yeye kuamua kufunga virago vyake na kuondoka katika nyumba ya Kawina. Na kama akiendelea kukaa hapo, basi ujue bidada ataendelea kumsumbua kweli kweli, na mwisho wa siku bwana, kidonda kikiendelea kikitoa harufu huwa kijifichi tena. Harufu ile itasambaa tu na ukweli utajulikana ni wapi ambapo kidonda kipo. Kwa Kawina muda wote linaweza kanuka kama Manyanya ataendelea kuwa hapo, lakini jaribu kuvuta picha ikatokea tu kama Kawina kagundua kitu ambacho kinaendelea, unafikiri kitu gani ambacho kitamkuta Manyanya, au Kawina atakuwa katika hali gani? Lakini wewe unavyomuona majibu ya Manyanya na jinsi unavyoona, unafikiri Manyanya anaweza kakataa akaepuka huo mtego, ama tutegemee lolote hapa? Kuna mahusiano lazima yajengeke kidogo kati ya Manyanya pamoja na Laila. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinavutia kidogo katika mchezo huu, na hapa ninaweza nikadiriki kusema kwamba bwana, Manyanya pamoja na Laila wamejaribu kuileta dunia tena kama ilipokuwa awali, kitu ambacho narudia mara kadhaa. Na pia naweza kutamka kwamba mbadala wa Matilda umeweza kupatikana, kwa sababu tunakumbuka Dunia ni moja kati ya tamthilia ambayo ilipendwa sana kutokana na uwepo wa Matilda, lakini baada ya Matilda kuweza kupotea, Dunia haikuwa ikitazamwa kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini leo hii inapofikia sehemu ya Matilda pamoja na Manyanya, inapofikia sehemu ya Laila pamoja na Manyanya, basi inakuwa ni moja kati ya sehemu pendwa zaidi na mashabiki wanakuja kutizama kwa wingi kweli kweli. Lakini kipengele kingine ambacho kilikuwa kikipendwa zaidi, scene ambayo ilikuwa ikipendwa zaidi pia kwa sasa ni ya Mudi Muzungu na wale dada zake wa mjini ambao wamekutana nao katika mazingira tu ya utafutaji hapa mjini, kitu ambacho kimekuwa pia kikivutia kidogo. Ikumbuka hapo nyuma kidogo kuna watu ambao walikuwa kimchukia Mudi Muzungu kutokana na ile hali yake ya ulevi, kulewa pombe na nini, manywele ovyo kabisa. Lakini kwa sasa tunamwona Mudi Muzungu amekuwa kwanza si mlevi, cha kwanza amenyoa vizuri, amependeza, anang'aa, na pia ni mstarabu, kitu ambacho kimeanza kunitilia mashaka kutokana na wale dada wawili ambao kuna mmoja nafikiri tayari amesha fall in love kwa Mudi Muzungu, ambaye mara nyingi anakuwa yupo katika familia ya wale kina dada pale, kwamba wanaitana kama kaka na dada, lakini wanajua mazingira ambayo wamekutana. Na sio watoto wa mjini tunaelewa kwamba kuna mazingira fulani hivi, wewe sio ndugu yangu, sio mtoto baba mdogo, sio mtoto baba mkubwa, tumekutana katika mazingira fulani hivi. Lakini tunaona kuna ukaribu ambao hata bidada mwenyewe anautengeneza juu ya wanamuita paka la baa Mudi Muzungu, kwamba anamwambia Mudi, bwana, mbona kama unataka kuondoka nyumbani kwenu mapema, kwani usikae tucheze game kidogo na nini, sio kucheza game na nini? Akamwambia basi sawa. Mudi akajaribu kuepuka huo mtego
niambia na mija niende afu nikipumzika kidogo nitarejea tena then tutaweza kucheza game. Lakini bidada akamwambia hapana, unaenda kufanyaje? Akamwambia mimi nakwenda kufanya usafi na nini then pumzike. Akamwambia hapana, basi twende wote nikakusaidia kufanya usafi, unajua tena. Akamwambia hapana. Mudi akajaribu kujitetea, hapana, mimi usafi naweza kufanya tu peke yangu sababu ni vitu vidogo vidogo, ni yani ingekuwa bado ngula na mavyombo labda hapo sawa, lakini ni vitu vidogo vya kawaida ambavyo naweza nikafanya mwenyewe. Bidada akamwambia bwana, usafi ambao unafanywa na mwanaume na usafi ambao unafanywa na mwanamke ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mwanamke unaona ambavyo yeye akifanya usafi mwenyewe utafurahi kweli kweli. Mudi sasa akajiuliza hapa naweza kuchomoaje sasa? Maana bidada alijaribu kuforce, ukiangalia hata ile mazingira ya macho yanakuonesha ishara kwamba tayari kuna namna ambavyo bidada anaashiria ameshatokea kumpenda Mudi Muzungu paka laba. Lakini tukienda katika uhalisia, bidada sasa anaenda kuaga nyumbani, maana anataka kumwaga dada yake kwamba bwana sister, mimi nakwenda kumsaidia Mudi, kaka Mudi usafi na nini. Shida ikaja kuwa tena mpaka kama dada mtu tena anakuwa kama kinganganizi. Naambia basi usijali, ni vyema kwenda kumsaidia, lakini inabidi tuweze kuungana wote kwa pamoja tukamsaidie Mudi Muzungu bwana usafi. Kitu ambacho tunaonekana bidada yeye hakutokea kukipenda, kwa sababu alitamani awe na Mudi Muzungu, anatamani moment ya wawili wao peke yao, faraga kidogo. Kuna namna ambavyo unaona kabisa hahitaji mtu mwingine. Sasa bidada anaenda kuwa tena kama kikwazo hivi, endelea kuungana nao waende wakafanya usafi na akapafahamu kwa Mudi Muzungu, kitu ambacho hakikuwa kikimfurahisha. Kwa hivyo dunia imekuwa na mazingira ambayo kidogo yanakuwa yanavutia watu, na inatokea pia kuwa ni mchezo ambao unagusa hisia. Ni yapi maoni yako kuhusiana na mchezo huu ambao umekuwa ukipendwa na zaidi na watu? Yes, kuna kitu ambacho pia nimekumbuka baada ya kutoa maoni yako hapo bwana. Nataka nikwambie kitu. Kuna baadhi hata na ili imekuwa mara nyingi kizungumzo sana kumkompea Manyanya na Kanumba, lakini nikwambie kitu nikanamalizia, jamani, msimfananishe Manyanya na vitu vya ajabu. Msimfananishe Manyanya na vitu vya ajabu. Niandikie kwenye comment hapo ni kitu gani ambacho umekielewa. Lakini nawaambia hivi, msimfananishe Manyanya na vitu vya ajabu, kwa sababu Manyanya ni moto zaidi katika mchezo huu na amezidi kuonesha yeye ni nani na kwa nini anatakiwa aitwe fundi wa kuigiza. Mimi ni Steven Kamili. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.